Village Community Bank kifupi chake ndiyo vikoba, kwa maana ya kwamba mfumo huu wa vikoba ni mfumo wa kibenki ambao unaanzishwa na kikundi cha watu kuanzia 15 mpaka 50. Miaka ya nyuma ilikuwa kikundi kinaishia watu 30, lakini kuanzia mwaka juzi serikali ya CCM ilirekebisha sera ya huduma ndogo za fedha, ikaturuhusu vikundi hivi vya huduma ndogo za fedha viwe vinaanzia watu 15 mpaka 50. Watu hawa ni watu ambao wanaofahamiana na wenye malengo sawa ya kuwezeshana kiuchumi. Kwa hivyo nyinyi kama viongozi kwenye mitaa, kwenye kata yetu, lakini na nyinyi kama viongozi, tunaamini bado mna malengo ya kuinuka kiuchumi. Kwa hiyo mfumo wa vikoba umeanzishwa ili kuweza kutusaidia wananchi wa eneo moja kuweza kujiunga kwenye vikundi, tuweze kuwezeshana kiuchumi. Mfumo huu original yake ni India, ambako kule India ilifika mahali hali ya wajasiriamali ni ngumu sana, na ni kwa sababu wajasiriamali wengi walikuwa hawakopesheki. Leo mnaweza mkaona na nyinyi viongozi, baadhi ya nyinyi viongozi ni wajasiriamali, lakini hatuna sifa za kukopesheka kwenye mataasisi ya kifedha. Lakini hata mikopo yetu ya halmashauri ambayo imepitia kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, kuna watu hawana sifa ya kukopesheka kwa sababu lazima wawe kwenye vikundi. Kwa lugha rahisi huwa napenda kusema zile zama za kila mtu apambane na hali yake zimepitwa na wakati. Hello? Sasa hivi ni zama za kuungana, za kuunganisha nguvu ili sasa tuweze kujikomboa kwenye janga la umasikini. Kwa hiyo mfumo wa vikoba ndio umeundwa kwa kutatua hizo changamoto. Baada ya historia ni madhumuni. Nini madhumuni ya kuanzisha huu mfumo wa vikoba? Na kwetu sisi wana CCM, nini madhumuni ya kuutangaza mfumo wa vikoba kwa wanachama wetu wa CCM na wasiokuwa wanachama? Dhumuni la kwanza ni kuwajengea uwezo wananchi au wanachama wetu wa kuwa na desturi ya kujiwekea akiba. Hilo ndio dhumuni la kwanza la sisi kutangaza mfumo wa vikoba. Lakini tukizungumza kwenu nyinyi kama viongozi, kuwa sehemu ya mfumo wa vikoba ni kuwajengea uwezo nyinyi kama viongozi kuwa na tabia ile ya kujiwekea akiba. Nyinyi ni viongozi leo, lakini hatuamini mtaishia hapo. Tunaamini mnaendelea kukua. Kwenye nafasi hizi za uongozi, kuna vitu vingine vinakuhitaji hela yako ya mfukoni. Kuwa nayo keshi ni uongo. Wengi hatuna. Sasa mimi nimeshindwa kupata nafasi kwa sababu kuna vitu vingine, hata t-shirt yako ya wanachama wako, wapiga kura wako, itakubidi uitoe mfukoni. Itafika nafasi yako ya uongozi ni miaka 5 ijayo. Kama hujaanza kuweka leo 5,500, kama hujaanza kuweka leo 3,300, ikifika nafasi yako ya uongozi tutakuomba hata pesa tukaprint t-shirt sisi wanachama wako, utakosa. Hello? Nasema uongo jamani? Lakini ukianza system ya kuweka akiba leo, miaka 5 baadaye tutakukuta una akiba ambayo hata wapiga kura wako tutavaa t-shirt, tutavaa kofia yenye picha yako. Watasema huyu ana hela sijui kazitoa wapi. Lakini ni desturi ile ya kujiwekea akiba ambayo uliiweka tangia zamani. Kwenye mfumo wa vikoba tunajiwekea akiba kwenye maeneo mawili. Eneo la kwanza ni eneo la akiba kwa ajili ya maendeleo, ili tunaleta kwenye mfuko wa hisa.
Akiba za kwenye mfuko wa hisa ni akiba ambazo mwanachama anaziweka ili zimsaidie kwenye mambo ya maendeleo. Kama hana biashara aweze kuanzisha biashara, kama anayo biashara aweze kuendeleza biashara, kama biashara anayo inaendelea vizuri, tunataka asipande daradala. Kiongozi huko hapo unapandaka daradala na wewe miaka 10 huko kwenye chama. Aibu jamani. Uongo. Lakini ukiisubiri milioni 10 ya pamoja ni mbinde. Lakini nakwambia kama ungekuwa umeweka 5,500 kipindi kile tunampitisha Mkapa mpaka sasa hivi Mama Samia, ungekuwa una drive. Piga tu hesabu hapo, 5,000 miaka 10 ya Kikwete, miaka 10 ya Mkapa, miaka 5 ya Magufuli na miaka hii. Nasema uongo? Kwa hiyo kwenye akiba za hisa ni akiba ambazo tunaziweka kwa ajili ya maendeleo. Lakini akiba za pili ni akiba za jamii, tunaweka kwenye mfuko wa jamii. Mfuko wa jamii ni fedha ambazo tunaziweka kwa ajili ya mambo ya dharura. Leo kuna kiongozi yuko hapa, akiamka asubuhi mtoto wake amepata tatizo la 50,000. Jibu mnalo. Anasema uongo? 50,000 tu, hela ndogo. Tutahangaika kupigiana simu, una 10,000 ya karibu hapo, hizo 10,000 za karibu zilishaishaga zamani. Zote ziko mbali. Na siku hizi sasa nitumia hata kwenye Tigo Pesa, siku hizi tuna edit zile message za Tigo Pesa. Ukinipa tu shida yako na mimi nakutumia, hata kama nina laki naifuta ile laki zinabaki 0 na kutumia. Si unaona mwenyewe mbaki 0. Kwa hiyo mfuko wa jamii ni mfuko ambao tunajiwekea akiba kwa ajili ukitokewa na tatizo lolote tunakusaidia. Mfuko wa hisa akiba yake kwa wiki ni shilingi 2,000. Mfuko wa jamii akiba yake kwa wiki ni shilingi 1,000. Ukiwa na kikundi cha vikoba cha viongozi, tunaishi na viongozi ambao leo kiongozi mwenzetu akipata shida yoyote, kupitia kikundi chetu cha viongozi tuna uwezo wa kumsaidia kupitia akiba zake. Lakini kiongozi yoyote akifika mahali anataka kufanya jambo la maendeleo, tunaweza kumsaidia. Ukipiga 3,000 ni hela ndogo sana, lakini 3,000 mara mwezi ambao wiki 4 ni 12,000, mara mwaka ni 1,144,000, mara miaka 10 ni 1,104,000. Nani ana 1,104,000 hapa? Haina kazi kabisa. Tutapatikana wawili. Lakini tujiulize, tuna 3,000 ngapi zinatupita? Na kwenye mfumo wa vikoba, ikiwa 100,000 ni 300,000, ikiwa milioni ni 300,000. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ni ya kutujengea desturi ya kujiwekea akiba. Lakini dhumuni la pili la huu mfumo wa vikoba ni kuweka urahisi wa utoaji wa mafunzo ya kujitambua, ujasiriamali, masuala ya fedha na uongozi. Moja, nyinyi kama viongozi mkiwa na kikundi cha vikoba, ni rahisi kile kikundi kila wiki mkawa mnapata mafunzo, kwanza ya kujitambua. Pili, mafunzo ya fedha. Kiongozi lazima uwe na hela. Nasema uongo? Lazima uwe na hela. Kwa sababu kwenye mtaa wako pale, hata mtoto akiugua watakuja kwa mwenyekiti. Nasema uongo viongozi? Ndio msaada wao wa mwisho. Sasa wewe mwenyewe kama mimi. Lakini kitachotufanya tuwe na fedha ni kupata mafunzo ya fedha. Lakini pia mafunzo ya ujasiriamali. Pamoja na sisi kuwa viongozi, lazima tuwe wajasiriamali, lazima tuwe wafanyabiashara. Kwa sababu fedha, huwezi kwenda pale benki ukapiga maombi, ukapiga dua, fedha zikatoka benki zikaingia kwenye mfuko wako. Lazima uwe na kitu ambacho Mungu atakipitishia pesa zako. Kwa hiyo mafunzo ni kitu kikubwa sana. Lakini kwa wanachama ambao tuko nao huko mtaani, mafunzo haya ya ujasiriamali ndiyo yanawajenga wanachama wetu kukua kiuchumi.
Kwa hiyo kwenye mtaa wako kukiwa kuna kikundi kimoja cha vikoba, tena kiko chini ya taasisi ya YEMCO, kwa maana tunajua kwenye mtaa wako kila wiki tuna darasa, watakupenda wale watu mpaka unakufa, kwa sababu utakomboa maisha yao. Lakini dhumuni la tatu ni kuweka urahisi wa upatikanaji wa mikopo. Mfumo wa vikoba umeanzishwa ili kuweka urahisi wa upatikanaji wa mikopo. Kwenye vikoba tuna mikopo ya aina mbili. Moja ni mikopo ya ndani ya kikundi na mbili ni mikopo ya nje ya kikundi. Mikopo ya ndani imegawanyika kwenye makundi mawili. Hello? Naongea na watu? Kundi la kwanza ni mikopo ya hisa, ambao mwanachama anakopa kwa ajili ya kuanzisha biashara, kuendeleza biashara au kufanya jambo la maendeleo. In case tuna kikundi cha viongozi, tukifika kwenye kikao, tukimaliza kuulizana uongozi, tutaulizana unafanya biashara gani? Mimi sina mtaji. Kwa nini? Tutakupa mtaji, tutaanzisha biashara. Biashara ikiwa ndogo, miaka 10 tutakuuliza, wewe mwaka wa 10 huu tunaenda kubadilisha rais mwingine, bado wewe unauzaga tu biashara ndogo ndogo, umekwama wapi? Tutasaidiana. Mikopo hii ya hisa imegawanyika mara 3. Ina mikopo ya miezi 3, miezi 6 na mwaka mmoja. Kila mkopo una grace period ya mwezi mmoja. Maana mkopo wa miezi 3 ni miezi 4, mkopo wa miezi 6 ni miezi 7 na mkopo wa miezi 12 ni miezi 13. Ambao mwezi mmoja huu unakusaidia wewe kujipanga kwa ajili ya kufanya marejesho. Na mwanachama anaweza kupata mkopo kuanzia mara 1 mpaka mara 3 ya kile kiwango cha fedha ambacho anakuwa amekiweka. Mkopo wa aina ya pili ni mkopo ya jamii. Mikopo ya jamii ni mikopo ambayo tunakopeshana kwenye kikundi kwa ajili ya mambo ya dharura. Ili umeamka asubuhi mtoto anaumwa, zile 10,000 za karibu hauzitafuti, una akiba yako. Kama tuna kikundi cha viongozi, tutakupatia kikundi cha viongozi ukatatue shida yako. Na kama tuna vikundi vya wanachama huko kwenye mitaa yenu, watajua kabisa mwenyekiti ametuanzishia kikundi ambacho kiukweli hata tukiwa tuna shida, mtoto ameamka asubuhi anaumwa, anakuja nyumbani kwako, ndio kikundi kinapokutana, anapata msaada kutoka kwenye zile akiba alizoziweka. Kwa hiyo ni faida, ni mikopo ya jamii. Lakini mikopo mingine iliyopo ni mikopo ambayo tunafanya na wadau na mikopo ya serikali. Mikopo ya serikali yote ya halmashauri inapita kuanzia vikundi. Lakini huenda tukawa tunapata shida kubwa sana kwenye marejesho ya hii mikopo, kwa sababu wengi tunaowapatia hii mikopo tunawaambia tu undeni kikundi mje mpate mikopo. Hawana mafunzo, hawajui kukopa nitarejeshaje, hawajaanza hata kukopa kidogo kidogo, unamtutika hela kurudisha shida. Mheshimiwa Diwani, mfumo wa vikoba ndio suluhu ya marejesho ya mikopo ya halmashauri, kwa sababu tunajua mikopo ya Sinza unaipitisha wewe. Kwa tutakapoanzisha vikundi vya vikoba vitakavyolelewa vizuri kwenye kata yetu ya Sinza, hata ile mikopo ambayo Mheshimiwa Diwani anaipitisha kutoka halmashauri itakuja sehemu sahihi, itawakuta watu tayari wamelelewa, wana mafunzo, wataipeleka sehemu sahihi na watairejesha kwa wakati. Hello.